Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Church, praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ninamshukuru Mungu ambaye ametupatia nafasi katika siku hii ya leo. I thank God who has bestowed us this chance today. Kwa ajili ya kuja mbele zake na kujifunza ukuu wake. That we may come before him and learn from him. Ninashukuru watangulizi wetu ambao wametuhudumia katika ibada ya nyimbo. Let me thank those who preceded me on this service. Nimshukuru pia mtafsiri ambaye yeye anaendelea kututafsiria kuhakikisha kwamba tunaelewa kila kinachoendelea hadi sasa. I thank also the translator who is going on translating so that all we may understand what is going on. Lakini nimshukuru mwenyekiti kwa sababu pia amekuwa mwema kwetu kutuelekeza kila hatua tunayotoka na tunayokwenda. But also let me thank the chairperson of this divine service that he has been leading us through one point to another. Kwa mara nyingine tena nimshukuru mwenyekiti kwa sababu amenitambulisha na hivyo sitakuwa na nafasi tena ya kujitambulisha. Another chance, let me thank the chairperson for introducing me, that now I'm not going to introduce myself again. Katika asubuhi ya leo na mchana wa leo, in this morning and this afternoon, Bwana ameruhusu tuzungumze neno lake. God has allowed us to speak his word. Nimekuja hapa nikitokea Zanzibar Central. I'm here coming from Zanzibar Central. Na kabla sijaja, and before I to arrive here, nilikuwa pamoja na walimu wa vijana na master guide wenzangu. I was together with my colleagues in the Department of Youth and master guides. Waliniambia ukifika Nungwi wasalimie sana. They told me to deliver their greetings in Nungwi. Lakini wanashukuru kwa huduma mlioifanya kwa ajili ya kuwapatia vyeti master guide ambao wao walihitimu katika siku ile ya tarehe 11 mwezi wa 10 hapa kanisani. But also to thank you for the certificates that you offer to the colleagues who were being committed now into master guide in that Sabbath of 11. Hapo miongoni mwa hao master guide waliohitimishwa siku hiyo ni mimi. Wangapi wananikumbuka? And among those master guide who have been hallelujah. One of them is him. Lakini niwaletee salamu kutoka kule jimboni. But also let me bring from our field greetings. Mchungaji wetu na daktari, mkurugenzi wetu na daktari Geoffrey Mabuba anawasalimia sana washiriki wa Nungwi na ana furaha kwa ajili yenu. Our pastor Dr. Mabuba is greeting you people of Nungwi and he is happy because of we. Mwaliko wake na wito wake mkuu ni kwa washiriki wa Nungwi na vijana wote kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika umri wao na muda wote walionao. His great calling to you people of Nungwi and youth is for you to give yourself unto God and to serve him during your lifetime. Pia anawaalika kwa ajili ya kujitoa muda na mali zenu ili kuhudhuria kambi la vijana la Zingwe. He is extending his invitation for your prosperity and your time so that you may join into the upcoming Zingwe camp. Baada ya hayo, and after that, niwakaribishe katika mjadala wa maandiko matakatifu katika let me now invite you unto the holy word of God. Tuombe. We shall pray. Baba wa mbinguni, our heavenly Father, muda umefika wa kulinena neno lako. The time has come that we may proceed with your holy word. Naomba nitumie kama chombo tu, alafu mnenaji ni wewe. Now I'm asking that you may use me as a vessel and you be the real speaker. Roho yako Mtakatifu akafasiri kila mmoja wetu aweze kuelewa. Let your Holy Spirit translate so that everyone may understand. Ndivyo tuombavyo ni katika jina la Yesu. And as we pray and ask in the name of Jesus. Amen. Wito uletao furaha ya umilele. The calling that brings eternal joy. Wito uletao furaha ya umilele. The calling that brings eternal joy.
Ngapi wananisikia? Unajua naweza kuzungumza How kuna many watu can hear hawanisikii. me? I may be speaking myself, but people are not listening. Mnanisikia? Do you listen and hear me? Wewe niangalie muda ambao nitautumia. I'll check now the time which I'm going to use. Unatosha. Time is enough still. Wito uletao furaha ya umilele. The calling that brings eternal joy Katika maisha in life, tumekuwa na miito mingi. we have a lot of callings. Na hii miito And these kind of callings, mara nyingi imekuwa na furaha za pekee kwa kila mmoja. sometimes, most of time, they have been happy and joyful callings to everyone. Lakini furaha hizi wakati mwingine huwa zinaishia kuwa majonzi. But sometimes we know this kind of joy turns into being tears. Kwa sababu tuko kwenye visiwa vya Zanzibar, Because we are in these islands of Zanzibar, wengi wetu wanafanya kazi katika mahoteli. many of us are working to hospitality industry. Lakini hata kama sio katika mahoteli, wanafanya katika sehemu mbalimbali ambazo wanaajiriwa. But also, though they are not into hospitality, they may be into other kind of employments. Mara nyingi tunapopata miito kwa ajili ya kufanya kazi sehemu fulani, tunakuwa tuna furaha. Most of time when we get callings to do a job at a certain place, we become happier. Lakini furaha hii huwa inakoma mara baada tu ya kuambiwa kwamba mkataba wako wa kufanya kazi hapa umekwisha. But this joy can come unto an end only when you are told that now your contract is ending. Ikiwa haijawahi kukukuta, huwezi ukanielewa vizuri. If it has never befallen you, you may not understand correctly. Wito tunaotamani kuzungumza katika sabato ya leo, katika huduma ya leo, The calling that we are about to speak unto today's Sabbath, ni wito wa tofauti kidogo na wakazi ambazo wengi hufanya kwa mkataba wa muda, halafu baadaye wanafukuzwa. it is a little bit of different from the contracts and the callings that people engage for their lives. Wito tunaozungumza katika asubuhi ya leo ni wito kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. The calling that we are speaking today is a calling for doing God's job. Wito ambao tunauzungumza leo ni wito ambao hauchagui. The calling that we are going to talk today is a calling which does not choose. Kwa maana nyingine ni wito wa kila mwanadamu. In other sense, it is a calling for every human. Kwa maana hiyo mchana wa leo na asubuhi ya leo nao furaha kutangazia kwamba umeitwa kwa ajili ya wito wenye furaha ya umilele. This is the reason today, this afternoon, I'm inviting you and telling you have been called for a great calling for the eternal joy. Mungu alipowachagua taifa la Israeli kuwa mabalozi wake katika ulimwengu, When God chose the nation of Israel to be ambassador in this world, alitegemea kwamba wangetangaza fadhili zake. He expected that they may proclaim his goodness. Wangetangaza wema na upendo wake kwa mataifa. They would declare unto the nations God's love and goodness. Ingawa kweli walifanya hiyo kazi, Although really they did, lakini kuna muda walikuwa wanaasi. but sometimes they were rebellion. Ikafika wakati Israeli kuitwa taifa takatifu, Israeli kama taifa ikaona haifai tena, ni bora kuchukua watu wote kuwafanya kuwa Israeli ya kiroho ili waweze kufanya fadhili za Mungu kwa mataifa wengine. It came a time when God decided that to call on a nation of Israel as holy is not enough, and now he's extending his invitation to all nations so that they may be spiritual Israelites. Na hivyo wito ulivyokuja kwa ajili ya kuwafanya watu wote kuwa Israeli ya kiroho, Wakristo wote waliompokea Kristo wakafanyika kuwa Israeli ya kiroho, wakapewa wito ule ule wa kuihubiri injili kwa mataifa na kwa kila kiumbe. And when this time came that the nations were called now spiritual Israelites, they were given the same commission to go and evangelize all the people.
Na kitabu cha Mathayo sura yake ya 28 fungu la 19 na la 20, na kitabu cha Marko sura ya 16 na fungu la 15. In the book of Matthew chapter 28, 19 to 20, and in the book of Mark 16 fungu la 15, 16 and verse 15, Biblia inaeleza kuwa the Bible says, enendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. go unto the world and preach the good news to every creation. Lakini inaendelea kwa kusema nimewapa mamlaka mkahubiri injili kwa mataifa yote. And that goes on unto saying, I have committed you and given you a commandment to preach to every nation. Lakini mkiwafundisha yale yote niliyowaamuru ninyi. Go and teach them all what I have commanded you. Wito wenye furaha kwa ajili ya umilele. The calling which brings eternal joy. Wito huu ambao Kristo aliutoa kwa wanafunzi wake, This kind of calling which Jesus Christ extended to his disciples, ni wito ambao tumepewa mimi na wewe kwa ajili ya kufikisha kwa mataifa. it is the same calling that we have been given, you and me, so that we may deliver it to the nations. Lakini Kristo hajatuacha hivi hivi. But Jesus Christ did not leave us as how we are. Hajatupatia wito halafu akaondoka akatuacha bila kutupatia maagizo ya kufanya huu He wito. did not give us a calling and leave us without giving instruction on how to use that calling. La kitabu cha Mathayo kama tulivyosema sura ya 19 sura ya 28 fungu la 19, ukisoma fungu la 20 linasema And as you read from the book of Matthew chapter 28, 19 to 20, and when you read especially on verse 20, it says, na kuwafundisha kuyashika yale niliyowaamuru ninyi. and teach them what I have commanded you. Kumbe kama Israeli ya kiroho, So we saw as spiritual Israelites, kama taifa takatifu la Mungu, as a holy nation of God, tumepewa ujumbe, we have been given a message. tumepewa neno We have been given a word, ambalo hilo neno tunatakiwa kwenda kulifundisha kwa watu wengine. which actually we are supposed to go and teach to other people. Akizungumza Musa na umati wa Israeli, When Moses was speaking before the multitude of Israel, na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 32 in the book of Deuteronomy chapter 32 fungu la 46, and the verses 46, aliwaambia maneno haya yote ya sheria ya Mungu ambayo nimewafundisha. he told them all this commandment from the commands of God which I have taught you. Wafundisheni watoto wenu, Go and teach unto your generations and your children. lakini ninyi wenyewe myaishi. But you specifically also have to live upon. Wakati mnawafundisha watoto wenu, When you teach your children and generation, wafundisheni kuyafanya, teach them to do them. wafundisheni kuyaishi na kuyafanya. Teach them to live upon them and to do accordingly. Kumbe Then, so we see wito wa Kristo wa kuhubiri injili kwa mataifa the calling of Jesus Christ to proclaim the good news unto the nations. unaanza kwa kutufanya sisi kuishi injili ambayo tumeitwa. It exactly starts by converting and transforming us to live according to the good news that we have been called up. Kuifanya kama tulivyoagizwa, To do according as we have been commanded, halafu tukaihubiri kwa wengine. and then go and preach to others. Haleluya. Hallelujah. Kuna watu wananielewa? Are there people who understand me? Kuna watu wananielewa? Are we together? Ikiwa wito tuliopewa ni huo, If that is the kind of calling we have been given, ikiwa wito tuliopewa ni huo, if that's the calling that we've been given, kama Waisraeli ambao tumekubali huu wito sasa, as spiritual Israelites who has agreed and accepted this calling, tunatakiwa sasa kuanza kuishi hatua moja hadi nyingine. now we are supposed to live upon one step after another. Hatua ya kwanza And the first step ni kuliishi neno ambalo tumekabidhiwa. is to live according to the way that we have been committed unto. Na hatua ya pili And the second step ni kulifundisha neno tulilopewa kwa watoto wetu. it is to teach the way that we have been given
to our generation. ili kusudi tutakapoliishi na kulifundisha kwa watoto lifae kuwabadilisha na kuwafundisha watu walioko So nje. that when we live and teach our generations, it may also be fit unto other people. Na hilo And that ndilo kusudi ambalo katika sabato ya leo it is the calling and the purpose in this Sabbath tunatamani kuhimizana kufanya hilo kusudi, that we desire to encourage and emphasize everyone. kuwafundisha vijana kile ambacho tumejifunza kutoka kwa Mungu. To teach the youth what we have been learned from God. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili tutasoma sasa. In the book of 2 Kings we read, Wafalme wa Pili sura yake ya 5 kuanzia fungu la kwanza. 2 Kings chapter 5 and verse, Tutaanza mstari wa kwanza. we shall start from verse 1. Tutaangalia mambo kadhaa katika fungu hili. And we're gonna look at some of these things in this verse. Ikiwa kuna msomaji anaweza akatusomea kuanzia fungu la kwanza hadi la 3. If there be a good reader, can read for us from verse 1 to 3. Naam. Basi Naamani jemedali wa jeshi la mfalme wa Sham alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Asante sana dada. Unajua tusije tukakutesa alafu muda huo watu wengine hawasikii. Thank you, sister. Kitabu cha Wafalme wa kwanza In the book of 1 Kings, sura ya 5 fungu la kwanza hadi la 3 tunasoma hivi. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 3. Basi Then Naamani jemedali wa jeshi la mfalme wa Sham Naaman, commander of the army of the king of Syria, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake was a great and honorable man in the eyes of his master. na mwenye kuheshimiwa kwa sababu mkono wake kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda, tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa ni mwenye ukoma. Because by him the Lord had given victory to Syria, he was also a mighty man of valor, but a leper. Na Washami walikuwa wametoka vikosi wakamchukua mfungwa mmoja kijana mwanamke katika nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naaman. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Akamwambia bibi yake, Then she said to her mistress, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria. if only my master were with the prophet who is in Samaria, Maana Bwana angemponya ukoma wake. for he would heal him of his leprosy. Hallelujah. 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 Wito uletao furaha kwa ajili ya umilele. The calling that brings joy for eternity. Katika kuyatekeleza majukumu ambayo wazazi walikuwa wamepewa na Mungu, In doing the commands and activities that were committed by God unto the Israelites or the parents, wazazi wa Israeli walilazimika kuwafundisha watoto wao kumhusu Mungu wa kweli. Israelites' parents were committed to teach their children about God the Father. Wakafundishwa namna ya kumwabudu Mungu wa kweli. These children were taught how to worship the true God. Wakafundishwa habari za sheria ya Mungu wa kweli. They were taught about the commandments of the true God. Wakafundisha kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kuwasaidia isipokuwa Mungu wa mbinguni. They were told that no any other person can help them except the heavenly Father. Kwa hiyo vijana walikuwa wakitambua kwamba So the youth were really acknowledging and knew that
Katika magonjwa na katika shida, mwokozi wao ni Mungu wa mbinguni. In every sickness and every trouble, the only healer and redeemer is the heavenly God. Mtoto mdogo ambaye alichukuliwa mateka na Waashuru, A young girl who were kept captive by the Assyrians. binti huyu alipochukuliwa kuwa kama dada wa kazi nyumbani, This young girl, when he was took as a maid unto the household, tena katika familia ya wapagani wasiomjua Mungu, waabudu miungu na sanamu, and to the people who knew never the heavenly God, they were worshippers of idols. alipoona changamoto ya bwana wake Naamani, When she saw the troubles of his master Naaman, aliamua kukumbuka kwamba katika nyumba yetu ya Israeli, katika taifa letu la Israeli, yuko Mungu anayeweza kushughulika na magonjwa. she remembered that in our country, in our homeland, in our nation Israel, there is God who can heal all kind of diseases. Kwa sababu alizoea kushuhudia kwamba kila wenye changamoto za magonjwa ya ukoma, magonjwa mbalimbali, wenye shida mbalimbali, walitakiwa kumtegemea Mungu, na kwa Mungu waliponywa. Because this young lady was acquainted with the knowledge that those who are sick were only praying to God, and by God they were healed. Na kwa sababu alifundishwa kuyaishi sheria ya Mungu, na alifundishwa kuitangaza sheria ya Mungu, And because she was told to live according to God's commandment and to teach God's commandment, akiwa katika nchi ya ugeni, binti akaamua kuihubiri now injili ya while Mungu. she were there in exile, in captivity, and another nation, she preached the gospel. Akamhubiria bibi yake akimwambia, laiti kama bwana wangu angekuwepo pamoja na yule nabii wa Mungu aliyeko Samaria. She preached before the mistress that if the Lord were here together as he is with the prophet in Samaria, Angemponya ukoma wake. he could heal his lepers. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tuna wito wa kuwafundisha vijana. We have a great calling to teach our youth. Tuna wito wa kuwaelekeza vijana. We have a calling to teach and guide the young generation. Kwa nini tuna huu wito? Why do we have this kind of calling? Vijana tunaoishi nao au watoto tunaoishi nao leo nyumbani, The young ones that we are living with them together in our homes today, hatujui wataishia wapi. we don't know exactly where they will end. Yaani unapokuwa na huyo mtoto wako uliyembeba, mzee wa kanisa, mtoto uliyokuwa mbeba, nimekuona ukiimba na mtoto huyo uliombeba, As how you have hold your son, the way you are holding him there. kwa sasa unafahamu maisha yake kwa sababu upo naye. Now you know his life because only you are holding him and you are Lakini siku atakapoondoka mikononi mwako, but the day he shall depart from your arms, haujui ataenda kuishi na nani. you don't know he is going to live with who. Haujui ataishi wapi. You don't know he is going to live where. Kuna uwezekano akawa kama mtoto Musa. It can happen that he may be as the son Moses. Inawezekana akawa kama huyo mtoto aliyepelekwa katika utumwa kufanya kazi katika nchi ya Waashuru. It can happen he can become as this young girl who was taken into captivity in Assyria. Kuna uwezekano asiende mbali akabaki jirani na wewe, lakini tayari ameshatoka katika mikono yako, ameshakuwa na maamuzi He yake. may not go far from you and he may sit just neighboring you, but he is already out of your arms and your hands. Unadhani ni nini ataenda kukiishi huko? Do you think what kind of life shall he go to live? Dada wa kazi ambaye tayari alikuwa amejifunza kumjua Mungu, This maid who learned how to depend upon God, alipoona changamoto katika maisha ya ugeni, when she saw troubles in the land of in the new land, na licha kwamba aliona kuna ibada za utofauti na kule kwao, and so she saw that there is a different kind of worship apart from their homeland, aliamua kumtangaza Mungu wa mbinguni ambaye yeye amefundishwa tangu akiwa mtoto. she decided to introduce the heavenly God whom she was taught since she was young.
Musa ambaye yeye alikaa na mama yake kwa muda wa miaka 12 peke yake. Moses, who sat with his mother just for 12 years. Alafu kuanzia mwaka wa 12 mpaka mwaka wa 40 akiwa katika taifa la Misri. And from 12 to 40 years he was in Egypt, akijifunza hekima na maarifa ya Kimisri, learning Egyptian mysteries and education. Kwa wale wanahistoria wanafahamu kwamba taifa la Misri ndio taifa ambalo lilikuwa na ibada ya kipagani na ibada ya sanamu za kila namna, na Musa akafundishwa hekima ya ibada hizo. Lakini mwisho, kwa sababu alikuwa ametambua thamani ya kumfahamu Mungu wa mbinguni, historians know that Egypt was full of idolatry, and they know that Moses also was taught of those kind of worship, because he knew the worship from God. Alipopata wito wa kurudi kumtumikia Mungu, when the calling came upon him, calling him to go back and serve the God, aliamua kurudi kumtumikia Mungu. He decided to turn back and go to serve the God. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 fungu la 23 hadi la 26 tusome. And in the book of Hebrew chapter 11 verse we shall be reading. Waebrania sura ya 11, Hebrews chapter 11, katika fungu la 23 hadi la 26 tunasoma. Verse 23 to 26 we read. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo, akihesabu katika fungu la 23, in the 23, kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake. By faith Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents. Kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of king's command. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, by faith Moses, when he became of age, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu, choosing rather to suffer affliction with the people of God, kuliko kujifurahisha katika dhambi ya kwa kitambo, than to enjoy the passing pleasures of sin. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake, esteeming the reproach of Christ, kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Bwana Yesu asifiwe. To the reward. Praise the Lord. Musa ambaye amekaa muda mchache sana na wazazi wake, miaka 12 hivi. Moses, who were together with his parents just 12 years, anafika sehemu anaamua kukataa elimu ya Kimisri kwa sababu tayari akilini mwake amejifunza Mungu wa kweli. He got a point where he refused to be called or associated with Egyptians because in his mind he learned the true worship of God. Anaamua kurudi kumtumikia Mungu wa mbinguni. Now he decides to go back and serve the heavenly God, kuliko kupata raha ya muda kitambo katika taifa la Misri. rather than enjoying the passing joy of this world. Nasikilize mzazi na kijana uliyeko hapa. Listen to me, you parent and young person who is here. Watoto ambao wameondoka katika mazingira ya nyumbani, the children who departed from their homelands or home, wakaenda katika mataifa ya ugeni na nchi za mbali au vijiji vya mbali na mikoa ya mbali, who went to new regions, new districts and new nations, halafu wakaanza kuishi utakatifu na dini waliofundishwa nyumbani, and then continue to live according to the education and spiritual education which they have been taught at home. Hii haitokei kwa bahati mbaya. That never comes by chance. Hii haitokei kwa bahati mbaya. That is not by chance. Hii inatokana na kile ambacho wazazi walikipanda kwa mtoto tangu akiwa mdogo. That only comes because of what parents has planted to him or her since he was still at young age.
If the children would be if the children are abroad in a really and good environment, parents would be happier because of those. Wanafuraha sana wazazi wale ambao wao wanaona watoto wao wakifanya vema hata wakiwa katika nchi za ugeni. Parents who see their offspring succeeding and doing the right thing even when they are abroad, those parents are the happier ones. Yani baba yangu mimi akiona ninaendelea vizuri katika dini, that my father when looks at me and see that I'm going well in according to the law and the gospel, akiona ninaendelea kumtangaza Mungu licha kwamba nimeshatoka kwenye sheria yake, if he sees that I'm continuing to proclaim the goodness of God, even I have left it from his surrounding and his household, anapata furaha na kumtukuza Mungu kwamba ulinipatia mtoto mwema. He becomes joyful and praises God because God has given him a real son. Nisikilize nikwambie mzazi. Listen to me, you parents. Hatujui watoto hawa wataitwa kufanya kazi hii katika mazingira gani. We are not sure how these children would be called to do this kind of calling, in which kind of environment. Kuna uwezekano mtoto akalazimishwa kukutwa kwenye genge la vijana ambao ni wahovyo wakati huo akiwa ni mzuri, halafu akarundikwa gerezani. It may found that you are a good child may be found among the bad camp, and he may find himself into prison. Huko gerezani hajaenda kwa bahati mbaya. Kuna uwezekano kadhani ni kwa bahati mbaya maana unamuona hakuwa na kosa. Kumbe wito wake ni kwa ajili ya kufanya injili kule gerezani. In that kind of scenario, you may find him into prison and you may think, why is he there while he did not do any wrong? But it may happen that is the calling place for him. Kuna muda unaweza ukaona kijana au mtoto ametoka nyumbani akaamua kwenda kuishi mbali. Sometimes you may find a young lady or young man leaving from his parents and go afar to live there. Akaenda kufanya huko, kumbe wito wake ulikuwa kwenda kufanya huko kazi. You may be wondering, but it may turn that his calling or her calling was to leave you and go to that area so that he can do the job. Kuna wengine hawajaondoka nyumbani, wamebaki katika familia zao nyumbani kwao, au wametoka nyumbani wakahamia kijiji tu jirani au mtaa jirani, na lengo lao kumbe Mungu amewaita kuwa wainjilisti katika maeneo hayo. And there are those who has not left their homelands and their families, or maybe they just left to a neighboring village, but it is the area where they are called upon to serve. Wengine wameitwa kutoka katika mataifa wanayomfahamu Mungu wakapelekwa katika mataifa ya kipagani. There are those who are called from nations who know God, and they are called out of those nations to nations which are heathen nations. Sisi ni mashahidi. We are really witnesses. Tumetoka kule mbali mikoani wengi. We have come from many regions. Na wengi wamekuja wakiwa ni wadogo. In the mainland, and many of us came here. Jamii inayotuzunguka, if you look upon the surrounding community, sio ya imani ambayo sisi tunaiamini. it is not community of the same faith as we are. Ikiwa misingi ambayo tumefunzwa isingekuwa bora ya kumfahamu Mungu, If the foundations that we have been brought by were not of knowing God, tungefundishwa mafundisho mengine, tungemezwa na kupotea kabisa. we would become of other doctrines and we may be led astray. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ametoa fursa kwa wazazi, ametoa fursa kwa kanisa kuwafundisha watoto na vijana kumfahamu yeye hata watakapokuwa wazee. But praise God that he has given this opportunity to parents and to the church to teach the young ones so that they may know God even when they become of age. Katika mchana wa leo natamani nikwambie kitu kimoja. This noon I would like to tell you one thing. Haujachelewa kupasisha neno la Mungu kutoka kwako kwenda kwa kijana au kwa mtoto. You are not late enough to transform or to translate the word of God from you to your generation.
unatakiwa kuanza taratibu kumfundisha mtoto tangu akiwa mdogo hata atakapokuwa kijana, ikusudi atakapoondoka aende huko mbali akamtangaze Mungu wa mbinguni. Atakapomtangaza Mungu wa mbinguni, atakapokuwa wewe mzazi, sifa zitakuja kwako. Wewe kijana uliyemwandaa mtoto, sifa zitakuja kwako, lakini zitamwendea Mungu wa mbinguni. You are supposed to teach your generation, even when they depart from you and go afar, they may still proclaim God, and those glories may be glorifying heavenly God, and also it will be a glory to you. Kanisa linapoandaa idara ya huduma za vijana, when the church is preparing this ministry of idara ya vijana, this department or ministry of youth, linawaandaa vijana kuwa watumishi bora katika mazingira tofauti. It is preparing the young ones to be good people and good servants into different environments. Mafunzo ya sheria ya Mungu, the teachings of God's commandment, mafunzo ya uongozi, the teachings of leadership, mafunzo ya upole na unyenyekevu, the commandments of humbleness and meekness, yanafundishwa katika idara ya vijana. are only taught in this ministry of the youth. Ni kweli tunakuwa na mikutano mbalimbali ambayo inatufundisha haya yote. It is true that we have different kind of evangelism meetings which we are taught of this. Lakini maisha nje ya nyumba, but the lives are far from your house, yanayofundishwa ndani ya idara ya vijana, the teachings which are taught aside of ministry of youth, yanatufanya vijana kuwa wanyenyekevu tunaomfahamu Mungu. These teachings make us, we young, to be meek and humble, serving God. Na yanatufanya tuweze kujitoa kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya umilele. And they make us to give ourselves and to prepare ourselves for the eternal life. Ninatamani kuona kundi la kina baba, la vijana, la kina mama, la wazee. I would like to see a group of people, young men, aged men and aged women and children, ambao wanatamani kujitoa mili yao, wanatamani kutoa muda wao, wanatamani kutoa mali zao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Who like to give their bodies, their time, their prosperity and everything which they have to serve God. Kwa kweli kujitoa kwa ajili ya kwenda kambini ili kujifunza ukuu wa Mungu, inahitaji kujitoa katika vitu hivyo vitatu. To give yourself and go to the camp meeting to learn God's glory, it needs also to give and to commit your the things which we have mentioned. Kutoa muda, to give your time, kutoa mwili, to give your body, na kutoa mali, and to give your possession. Hivi vitu vinahitajika ili uweze kufauluka kuweza kufika katika kambi ya vijana. These three things are needed so that you may succeed to give yourself and to facilitate camp meeting. Kabla hatujaita wito kwa ajili ya vijana na watu wengine kwenda kambini, before we give the calling for the youth and other people to go who are giving themselves to engage with the camp meeting, Mungu atusaidie kutambua jambo hili. May God help us to understand this one crucial thing. Tuna wito wa kuhubiri Injili. We have a calling of preaching the good news. Lakini huu wito wa kuhubiri Injili unahitaji sana kujiweka tayari. But this calling of preaching the good news needs us to commit ourselves and keep ourselves prepared. Na tunajiandaje? Tunajiandaa kwa kulisoma neno la Mungu, kuliishi na kulifundisha kwa watu wengine. And how do we prepare ourselves? It is by reading the word of God, to live according to it and to teach it to our generations. Nataka nikwambie kila mmoja huwa ana furaha akiona yule ambaye amemfundisha anafaulu. I want to tell you, everyone is happy or becomes happy when he sees someone whom has been taught by him is succeeding. Kusudia. Now, decide. Kusudia kumtumikia Mungu kwa njia ya kuwafundisha wengine kuwa mabalozi wa Kristo. Decide to teach others to be ambassadors of Jesus Christ.